Naam, mtazamaji, karibu tena katika kipengele cha Jahara, moja kati ya kipengele kinachopatikana kwenye kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni sehemu ya pili. Karibu tena, mimi naitwa Silvano Kaera na hapa ninaye Mesha Kisichone. Yeye ni balozi wa kilimo kutoka Dar es Salaam na tutazungumza mengi, lakini moja kati ya mada kuu ambayo itatuongoza katika kipindi chetu siku hii ya leo, tutaangalia fursa za kilimo katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi, hasa tukiwalenga vijana. Lakini yeye atatuambia hapa kwa nini vijana, na ndio sababu yeye kuwepo hapa na kuhakikisha kwamba wimbo huu wa kilimo unaimbwa na Watanzania wote. Na tunafahamu ajenda ya kilimo imekuwa ni ajenda ya kitaifa toka serikali ya awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya nne, ya tano, na sasa tuko katika awamu ya sita. Kila rais anaingia madarakani lazima azungumzie kilimo, na kila mtu anafanya jitihada zake kwa nafasi yake. Na tunafahamu mradi wa BBT kwa maana ya jenga kesho iliyo bora ni mradi ambao umewalenga vijana na mradi ambao unafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Basi tutazungumza mengi, na sasa nimkaribishe Mesha. Karibu sana mkuu. Asante sana. Sasa tunazungumza fursa za kilimo katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa vijana. Kwanza tuanzie hapa. Unadhani kwa nini vijana waingie katika sekta ya kilimo? Kwa sababu tunavyozungumza katika nchi hii namba kubwa sana ya watu ni vijana. Na ukiangalia kwa miaka hii vijana wamekosa ajira. Sasa hivi tunaona kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanalia kuhusiana na ajira. Kwa wakiingia kwenye kilimo kidogo itapunguza hii kasi na wimbi la vijana kukosa ajira, kwa sababu kilimo nahisi itapushi sana maendeleo kuliko huku kwingine. Kwa nini vijana? Kwa sababu vijana ndio tegemeo la nchi hii, na vijana wakishawekeza kwenye kilimo, kilimo kitakuwa safi na serikali itapata kodi kupitia kilimo hichi. Uzoefu wa kilimo wewe umeutoa wapi? Uzoefu wangu nimekuwa nao ndani ya miaka 10. Kwa sababu toka nakuwa nikiwa mdogo nimezaliwa wilaya Nkasi mkoa wa Rukwa. Na kipindi hicho navyokuwa tu nimeanza kushikishwa jembe. Na nimeanza kufanya mambo ya kilimo toka nikiwa mdogo. Kwa hiyo nina uzoefu wa kilimo, nina uzoefu wa miundombinu yote ya kilimo katika zama zote za kilimo kwa kipindi nilichokuwa mpaka sasa. Tunaposema fursa za kilimo katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi, hii ina tafsiri gani? Fursa za kilimo kwa kipindi hichi cha mabadiliko ya tabia nchi, tunasema tunaweza tukarudi nyuma kwamba hata Jamhuri ya Muungano bungeni wanapiga kelele sana kuhusiana na fursa ya kilimo, kwa sababu kama vijana wengi wataingia kwenye kilimo, kuna fursa mbalimbali ambazo kama nchi tutazipata. Kwanza, masoko yataongezeka, na pia kupitia kilimo tunaweza tukapata kwamba miundombinu mbalimbali ambayo ipo ndani ya nchi hii inatokana na masuala ya kilimo. Kwamba kodi kubwa inayokusanywa inatoka kwenye masuala ya kilimo. Na ukija kuangalia mwezi uliopita bungeni kumeibuka hoja ya mikopo kwa vijana. Na hiyo mikopo iliyolengwa ni kwa sababu ya kufanyaje, ya kupushi kilimo. Na vijana wengi sana waliopo mijini wameikimbia, wameipa kisogo sana sekta ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mikoa kama Dar es Salaam hakuna maeneo ya kufanyia kilimo. Lakini ukienda mikoa mbalimbali ambayo ipo ndani, kwa mfano tukiangalia kama mkoa wa Ruvuma ambao ni mikoa ambayo inaongoza kwa kilimo. Ukienda mkoa wa Songwe, ukienda mkoa wa Rukwa, ukienda mkoa wa Kigoma, ni mikoa ambayo inaongoza kwa kilimo. Lakini pia kilimo tu sio upandaji na uvunaji, bali kilimo inaweza kawa ni ufugaji. Lakini ukienda mikoa ya Mwanza, yote hiyo ni mikoa ambayo inafanya kilimo. Lakini pia ukiachana na bara, ukienda Pemba kaskazini, watu wanafanya kilimo. Kwa nini imekuwa ni fursa kwa vijana? Ni kwa sababu kilimo nje ya ajira umejiajiri mwenyewe, na unaweza ukapata pesa ambayo inaweza ikakukidhi mahitaji yako. Na naweza nikaleta mfano mmoja, ni kwamba kuna baadhi ya wabunge wapo bungeni, lakini wameingia pale kwa sababu wamepata pesa ya kujikidhi kwenye kampeni zao kupitia kilimo. Na wamejitosheleza, wameingia kwenye siasa, wamefanya kila kitu. Kwa kilimo ni fursa kubwa kuliko fursa nyingine katika sekta za kiuchumi na kijamii zilizopo nchi hii. Mmeamua kuwa mabalozi wa kilimo. Ndio. Kitu gani hasa
kimewasukuma nyinyi kuwa mabalozi, tukizingatia ni vijana? Unajua vijana wengi sasa hivi wanafikiria kuajiriwa zile ajira za maofisini, amemaliza chuo anatamani akae kwenye ofisi fulani ili nyinyi mmeamua kuwa mabalozi wa kilimo. Kitu gani hasa kimewasukuma? Kilichotusukuma ni kwamba kwanza ni kuto kuwepo na ajira za hapa kwa hapa. Kwa tunachomaanisha ni kwamba nchi hii haiwezi kaajiri vijana wote. Kwa vijana ili tujiajiri wenyewe lazima tuingie kwenye kilimo. Tukiingia kwenye kilimo ndipo tunaweza tukaingia kwenye biashara. Kwa sababu biashara ili ifanyike inahitaji malighafi. Na malighafi yoyote inatoka kwenye kilimo. Inawezekana ikawa ni mahindi, inawezekana ikawa ni miwa. Hii yote tunajaribu kupushi vijana waweze kuingia kwenye hii ajira ya kilimo. Kwa sababu vijana wengi sana wanapomaliza vyuo vikuu wanawaza kuhusiana na ajira. Nimemaliza kada ya ualimu na waza kuhusiana na ualimu. Nimemaliza kada ya sheria na waza kuhusiana na sheria. Na ndio maana vijana wengi sana wanakuwepo mtaani. Ukiangalia kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam, vijana wengi hawafanyi kazi ya kilimo wakidai hakuna maeneo. Lakini serikali inajaribu. Nilimsikia Mheshimiwa Bashe bungeni akijibu hoja ya Halima Mdee akasema tunahitaji kuwatengea vijana maeneo mkoa wa Dar es Salaam ili waingie kwenye kilimo, kuacha kutegemea kupiga debe, kuuza biashara ndogo ndogo ambazo haziwezi kukizi haja ya maisha yao. Kwa hiyo tumeingia kuwa mabalozi wa kilimo ili kuwashawishi vijana waweze kuingia kwenye kilimo na kiweze kuendesha maisha yao. Lakini mwitikio mnauonaje kwa vijana wa sasa hivi? Mwitikio ni mkubwa na tunavyokuambia ni kwamba asilimia kubwa sana vijana wanawekeza. Na naweza nikakupa mfano mmoja. Kuna mwaka chuo kikuu cha Dar es Salaam vijana waliamua kutumia pesa zao za kujikimu na kuendesha kilimo vijijini kwao. Kwa sababu yupo chuo kikuu cha Dar es Salaam, yupo vioni, anapata pesa yake ya kujikimu, lakini kwao amewekeza kwenye kilimo. Ili akishamaliza maisha yake yataendeshwa na kilimo. Kwa muitikio ni mkubwa sana kwa vijana. Vijana wanazidi kuingia kwenye kilimo, vijana nguvu kubwa sana inaanza kupatikana. Na kama unavyojua ndugu mtangazaji ni kwamba katika sehemu ambayo kodi kubwa inahitajika ni upande wa kilimo. Kijana akishavuna anapoenda kuuza lazima alipie kodi. Kwa nchi itapata kodi kupitia kilimo. Kwa vijana wengi muitikio umekuwa mkubwa sana wa kuingia kwenye hichi kilimo. Hasa sana kilimo cha upandaji na uvunaji. Ukizingatia kwamba vijana wengi sana mikoa inaongoza kwa kilimo, ukienda mkoa wa Rukwa, kwa mfano wilaya ya Nkasi, vijana wanafanya kilimo sana. Na kwa nini wanafanya kilimo? Kwa sababu serikali yenyewe imeweka ni kama sera. Ukienda wilaya Nkasi kupitia wakuu wa wilaya, kupitia wakurugenzi, wameweka ni sera ambayo itafanya kilimo kifanyeje? Kiende mbele. Kwa mazingira ya mjini, mtu anaweza kafanya vipi kilimo? Kupitia mabadiliko ya tabia ya nchi kwa sasa. Kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam, vijana wanafanya kilimo cha umwagiliaji. Na ukiangalia ni kwamba maeneo mengi sana kwa mikoa yetu hii ukitegemea mvua hauwezi ukavuna mazao. Hauwezi ukatoboa. Kwa mfano ukienda mkoa wa Pwani, mkoa wa Pwani ukitegemea mvua hauwezi ukatoboa. Kwa vijana wanajikita sana kwenye kilimo cha umwagiliaji. Na ukijikita kwenye kilimo cha umwagiliaji kinaweza kikakutoa kuliko kutegemea hizi mvua. Kwa vijana wengi sana ukiangalia mijini wameingia kwenye kilimo, lakini kilimo chao ni cha umwagiliaji. Mfano tukimfuatilia Mheshimiwa Hali Hapi anafanya kilimo lakini kilimo chake ni cha umwagiliaji. Na kilimo hicho kinamlipa kwa sababu nje ya siasa yake anafanya kilimo. Lakini vijana wengi sana wameingia wakiwa wanaingia kwenye siasa lakini hawana pato la kuingia kwenye siasa. Mwisho wa siku tunaanza kuwaita machawa. Wanategemea kuombaomba ili wapate. Kwa hiyo sasa tafsiri yake ni nini? Ni kwamba namna kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwenye sekta ya kilimo ni nini? Namna ya kukabiliana na mabadiliko ya nchi ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi. Tabia ya nchi. Vijana inabidi wajikite kwenye mbinu zingine ambazo zinaweza zikasababisha kilimo kiende kutokana na hii tabia ya mabadiliko ya nchi. Kwa sababu gani? Tunasema kuna muda jua linawaka sana, mvua hazinyeshi kama sasa hivi. Kwa vijana wengi sana inabidi wajikite sasa kwenye kilimo cha umwagiliaji kama tunavyozungumza. Kwa sababu serikali imewekeza kwenye sehemu hiyo, kuna pipes zinatolewa na ndio maana tumekuja na sera mpya, vijana wanapewa mikopo kupitia Benki ya Afrika, lakini pia serikali kupitia Dr. Samia Suluhu watu wanapata mikopo kwa wanaweza wakanunua
vifaa vya kuendesha kilimo nje ya kutegemea mvua, nje ya kutegemea, ni kwa sababu mabadiliko kila siku yanatokea. Kwa vijana wazidi kwenda kukopa ili waweze wakawekeze kwenye kilimo na sio kuwekeza sehemu nyingine. Ndio. Shukran sana. Nafahamu umewakilisha wenzako wako sehemu nyingine. Mtu anawapata vipi kama akihitaji ushauri, au ni huduma gani ambazo nyinyi mnazitoa? Sisi cha kwanza tunatoa ushauri. Elimu ni kitu cha muhimu, na cha pili ni jinsi gani atapata mikopo. Yaani kwanza ili kijana aweze akafanikiwa kwenye kilimo, lazima kuwe na mikopo, lazima kuwe na elimu ambayo ni semina mbalimbali. Kwa semina tunazozitoa ni za kuhusiana na kilimo. Kwa kijana atakapotupata sisi atapata semina ya kilimo, ili jinsi gani anaingia kwenye kilimo. Kwa mfano mikoa ya mijini ataingiaje kwenye kilimo cha umwagiliaji, wale wa vijijini. Na tunavyoongea sasa hivi vijana wengi waliopo vijijini wanafanya kilimo tofauti na mijini, na vijana wamejikita kwa sababu kilimo vijijini ndo sehemu yao ya maisha yao. Kwa kijana anapokuwa anakuwa na kilimo, anamaliza darasa la 7 form 4 amepewa shamba la kulima, ni tofauti na sisi tunaambiwa usome utapata ajira, mwisho wa siku unamaliza unaenda kuwa winga au unaenda kuwa dalali. Kwa mwisho wa siku pesa unayoipata ni ya kujikizi, lakini sio pesa ya maendeleo yako. Kwa ukitaka kutupata utatupata kwa ukiingia Instagram utatupata kwa jina la Meshack Sichone, lakini pia tunapatikana ukifika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ukiuliza kwamba mabalozi wa kilimo unawapata. Lakini pia pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam unaweza kaenda kupata elimu na semina kupitia koleji yetu pale COAF. Kwa ukifika COAF pale unaweza ukapata kila kitu, elimu ukaipata, kwa sababu pale ndio tunasema ni sehemu ya elimu ya kilimo. Shukran sana. Asante sana. Mtazamaji, ni Meshack Sichone, balozi wa kilimo kutoka Dar es Salaam. Amekuja na wenzake, lakini wenzake wapo kule kwenye upande wa radio na wanaendelea kutoa elimu. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusu fursa za kilimo katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwa vijana, na wao kama mabalozi ni vijana ambao wameamua kujitoa katika kuendeleza elimu kwa vijana wenzao, namna ambavyo wanaweza kaingia katika sekta ya kilimo na wakakifanya kwa mafanikio zaidi. Mimi naitwa Silvano Kaera, asante na kwaheri.